tunakuona hausali kila leo, wewe hutaki kusali, kisha uletwe kuswaliwa, tunalitoa jeneza lako apelekwe akatupiliwe mbali. Huyo hafai kusaliwa wala kuzikwa katika makaburi ya Waislamu. Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba na kutuleta katika dunia hii baada ya kwamba likuwa hatupo katika dunia hii. Malengo makubwa ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Malengo makubwa ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na watu isipokuwa ni kwa ajili ya kuniabudu mimi Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ndiyo malengo tulioletewa nayo hapa duniani. Ikiwa mwanadamu atakuwa tayari kuyasahau malengo haya, ikiwa mwanadamu atakuwa tayari kujisahaulisha malengo ya kuletwa yeye duniani, atambue atapata khasara hapa duniani na kesho akhira. Atambue mwanadamu huyo ameshindwa hata na mnyama ng'ombe anayemsimulia Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Anawaeleza masahaba wake, na kisa hiki kipo katika kitabu al-Anbiya. Anaeleza Imamu al-Bukhari, Mtume alayhi salatu wassalam anawaambia masahaba wake, katika Banu Israil kulikuwa na bwana mmoja amempanda ng'ombe kama vile anavyopandwa punda au farasi au ngamia. Akawa anamchapa ng'ombe yule ili afanye haraka katika safari. Faat'abaha, akamchokesha ng'ombe yule. Faantaqa Allahu tilka albaqara, Allah subhanahu wa ta'ala akamzungumzisha ng'ombe yule, akatoa amri ng'ombe yule azungumze. Kipi alikizungumza ng'ombe huyo? Akasema ng'ombe, inna lam nukhlaq lihadha inma khuliqna liharathati al-ard, hakika yetu sisi hatukuumbwa kwa ajili ya hili unalolifanya. Ng'ombe huyu anazungumza kumwambia bwana huyu ambaye amempanda na akawa anampiga ili afanye haraka katika safari. Anamwambia inna lam nukhlaq lihadha, hakika yetu sisi hatukuumbwa kwa ajili hii. Inma khuliqna liharathati al-ard, hakika yetu sisi tumeumbwa ili tumsaidie mwanadamu kulima hii ardhi. Huyu ni ng'ombe. Allah subhanahu wa ta'ala hajampa akili ng'ombe huyu. Vipi mnyama huyu atakushinda wewe mwanadamu ambaye umepewa akili, mwanadamu ambaye umepewa mazingatio, mwanadamu ambaye umepewa uongozi katika dunia hii, kisha unasahau malengo ya kuletwa katika ulimwengu huu? Ndugu katika imani, ikiwa tumeletwa katika dunia hii kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa tunalikubali hili na tunalifahamu hili, tutambue ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametulazimisha, sio khiari, ametuamrisha sisi tuitekeleze ibada ya sala. Na hii ndiyo maudhui yetu ya leo ahibati fillah. Huyu mwenye kuacha sala, hal alima tariku sala madha tarak? Je, anajua yule mwenye kuacha sala ni kipi amekiacha? يقول النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على 5
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان كما في رواية البخاري. Anasema Mtume alayhi salatu wassalam, Uislamu umejengwa kwa nguzo tano. Nguzo hizi za Uislamu ni muhimu kwa kila Muislamu kuzifahamu nguzo hizi. Lau atazembea, lau ataghafilika, lau atajisahaulisha kuhusiana na nguzo hizi tano, ndiyo pale Muislamu anaingia kwenye janga la ushirikina. Ndiyo pale Muislamu anaingia kwa yale ambayo ni yenye kumuudhi na kumkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala. Buniya al-islamu ala 50. Uislamu umejengwa kwa nguzo tano. Nguzo ya kwanza ni shahadatain au shahadatain, shahada mbili. Shahadatu an la ilaha illa Allah, ni kushuhudia ya kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima kila Muislamu awe nalo hili katika kifua chake, atambua ya kwamba anayefaa kuabudiwa peke yake ni Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile ashuhudie ya kwamba Muhammad alayhi salatu wassalam ni mjumbe wa Allah tabaraka wa ta'ala, ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Akisha yatambua haya, nguzo inayofuatia, nguzo ya pili, ni kusimamisha sala. Na hapa ndiyo mahallu shahid, kuisimamisha sala. Ahibati fillah, as-salah fasila baina al-kufri wal-iman, fasila baina al-mu'min wal-kafir. Sala ni kipambanuzi baina ya ukafiri na iman, baina ya kafiri na mu'min. Hii sala inapambanua baina ya kafiri na mu'min. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. Tofauti na ahadi iliyopo baina yetu na wasiokuwa Waislamu ni sala. Atakayeacha sala amekufuru. Ahibati fillah, وقد اختلف العلماء، na wamekhtalifiana maulama kuhusiana na yule ambaye ataiacha sala akiwa anaiacha sala kwa uvivu. Tuzingatie hapa ahibati fillah, kunaye mwenye kuacha sala kwa uvivu na kunaye mwenye kuacha sala kwa kusudi, na kunaye mwenye kuacha sala kwa kutokuona uwajibu wa sala. Kuna mwingine anaona sala si lazima kwake yeye, maadamu anafanya khairi zingine, maadamu anatoa kile alichompa Allah subhanahu wa ta'ala, ndio anasema pepo inaingia, kila mmoja ataingia kwa rehema za Allah. Wewe sali, mimi wacha nitoe sadaka. Wewe sali, wacha mimi nisaidie mayatima. Wewe sali, huo msikiti unaosali mimi ndiyo niliyeujenga. Subhana al-Malik al-Quddus. Wako watu wana fikra kama hizi, anasema rehema za Allah au kuingia peponi paka rehema za Allah, sio swala zako wewe unazozisali. Ahibati fillah, lau kwa akili zetu tu awekwe anayesali na yule ambaye amekaa maskani anakula miraa, anavuta bangi, anakula mgoka, wakati huo watu wanasali, sikio la kushoto anasikia watu wanasali, sikio la kulia anasikia watu wanasali.
misikiti imemzingira na imemzunguka, lakini pamoja na hayo bado anamuasi Allah subhanahu wa ta'ala, bado amekaa maskani, bado analeta umbea maskani, bado anasengenya watu maskani, bado anavuta bangi maskani. Kisha yule anayekuja kusali, lau watawekwa hawa watu wawili, ni nani ambaye anastahili rehema za Allah subhanahu wa ta'ala? Ikiwa tunaingia peponi kwa rehema za Allah tabaraka wa ta'ala, kweli kabisa, kati ya watu hawa wawili ni nani anastahili rehema za Allah tabaraka wa ta'ala zaidi kuliko mwingine? Huyu aliyekaa maskani, aliyekuwa tayari kuipuzia sala, na huyu ambaye amekuja msikitini kusali? Billahi alaikum, huyu anayesali na anayekuja msikitini ndiye anayefaa kupata rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Ya tarika sala, ewe mwenye kuacha sala, ukidhania ya kwamba jina lako Salim, Muhammad, Ali, Abu Bakar ndilo litakutetea mbele ya kiyama, ndilo litakufanya ni sababu ya kuingia peponi. Alikuwa Abdullah ibn Jud'an, jina kubwa, jina zuri, amenasibishwa na mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini maa dhalik mama Aisha radhiyallahu anha anakuja kumuuliza Mtume alayhi salatu wassalam, vipi hali ya Abdullah ibn Jud'an? Alikuwa akisaidia maskini, alikuwa akisaidia wajane, alikuwa akisaidia mayatima. Anaambiwa huwa fi nnar. Vipi wewe mwenye jina la bahati, mwenye jina la shida, mwenye jina la singenge, vipi unatarajia wewe jina hili bila ya kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala uje uingie katika pepo ya Allah tabaraka wa ta'ala? Ndugu katika imani, Mtume alayhi salatu wassalam ajue huyu mwenye kuacha sala ameacha kitu kikubwa sana katika maisha yake. Sote tunamuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Unajua wewe dhambi gani unalolifanya? Bila shaka unatarajia msamaha wa Allah tabaraka wa ta'ala. Angalia Mtume alayhi salatu wassalam anatupa bishara katika hizi sala, kuna msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Anawaambia masahaba wake, araaitum law anna nahran bibabi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi shay? Hivi mnaonaje ikiwa mlangoni kwa mmoja wenu kuna mto unapita, kisha akawa mtu huyu anaoga na kujisafisha kupitia mto huu kila siku mara 5? Kila siku anaoga kwenye mto huu ambao umepita kwenye mlango wake mara 5 kwa siku. Hal yabqa min daranihi shay? Je, kutabakia uchafu katika mwili wake? Je, kutabakia chochote katika uchafu kwenye mwili wake? Qalu la yabqa min daranihi shay. Masahaba wa Mtume ridwanullahi ta'ala alayhim wakamjibu Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, hakubaki chochote katika uchafu kwenye mwili wake. Faqala alayhi salatu wassalam, fadhalik mithlu as-salawati al-khams yamhu Allahu bihinna al-khataya. Basi tambueni, huo ni mfano wa sala 5, anamfutia Allah subhanahu wa ta'ala mja wake madhambi kila anapotekeleza ibada ya sala. Kila anapotekeleza sala anafutiwa madhambi na Allah subhanahu wa ta'ala. Bali Mtume alayhi salatu wassalam anasema, as-salawatu al-khams wal jum'atu ila al-jum'ah kafaratun lima bainahun ma lam tughsha al-kaba'ir. Swala 5 kila mja anaposali swala ya dhuhuri akaja akasali alasiri, anafutiwa madhambi yaliyopita hapa baina ya dhuhuri na asr. Akaja akasali maghrib, anafutiwa madhambi yaliyopita baina ya asri na maghrib.
hivyo hivyo mpaka sala 5. Waljum'atu ila aljum'ah, na Ijumaa mpaka Ijumaa. Kafaratun lima bainahun, ni kafara, ni yenye kufuta madhambi yale uliyoyafanya wiki nzima mpaka ifike Ijumaa. Ma lam tughsha alkabair, ikiwa ndani ya madhambi haya hakuna madhambi makubwa. Madhambi makubwa anatakiwa mja arudi kwa Mola wake na kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya tarika sala, ewe mwenye kuacha sala, utayapata wapi haya? Bali sala, ahibati fillah, ni moja ya sababu inayombadilisha mja, inayobadilisha tabia ya mtu. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, innal insana khuliqa halu'a idha massahu ash-sharru jazu'a wa idha massahu al-khayru manu'a illa al-musallin alladhina hum ala salatihim daimun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, innal insana khuliqa halu'a, huyu mwanadamu, hakika ya mwanadamu ameumbwa ni mwenye papara, ni mwenye kuyapapia mambo. Idha massahu sharru jazua, akipatwa na balaa, akipatwa na mitihani anababaika. Itakuwaje leo? Baba yangu ameondoka, msimamizi wangu amefariki, nitafanyaje mimi? Idha massahu sharru jazua wa idha massahu alkhairu manua, na anapopata khairi anakuwa bakhili, anapopewa na Allah subhanahu wa ta'ala anazuia. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala asema, illa almusallin, isipokuwa wale wenye kusali. Hawana tabia mbovu kama hizi za kuwa na papara na mambo ya watu, za kuwa na tamaa na mali za watu, kuwa na tamaa na maisha ya watu. Wenye kusali, wenye kudumu na sala, sio mabakhili. Ikiwa wewe unasali na bado katika moyo wako kuna ubakhili, ituhumu sala yako, ituhumu sala yako. Ikiwa wewe bado unasali na unamuasi Allah subhanahu wa ta'ala, unasali na hauko tayari kujiweka mbali na maasi, pamoja na kwamba nafsi inaamrisha sana maovu, lakini wewe haraka haraka ni mwenye kufanya maovu, ituhumu nafsi yako. Allah subhanahu wa ta'ala asema, inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, hakika ya sala inakataza machafu na munkarat. Sasa ikiwa sala yako haikukatazi machafu, tukutuhumu wewe ama tutuhumu aya Allah subhanahu wa ta'ala? Bila shaka maneno ya Allah tabaraka wa ta'ala ni ya kweli kabisa. Ituhumu sala yako. Ikiwa wewe unasali na bado sala yako haikukatazi machafu, vipi yule asiyesali? Vipi yule asiyemjua Allah subhanahu wa ta'ala? Billahi alaikum, hawa waislamu waliojaa hapa ni waislamu tunaoishi nao katika mji wetu huu wa Mtwapa, lakini wako wapi katika sala zingine? Na lau tutatembea kwenye misikiti mengine tutapata hali hii misikiti imejaa. Si wapita njia, sio wageni, bali ni watu wanaishi hapa. Ya Abdallah, ewe mja wa Allah, unadhania Allah subhanahu wa ta'ala na haja na sala yako? Unadhania Allah subhanahu wa ta'ala ana haja na amali zako? In ahsantum ahsantum li anfusikum, mukifanya wema, mukifanya mema, munafanyia nafsi zenu, hamumfanyia Allah subhanahu wa ta'ala. Yatakufaa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anawahusia manabii wake kuhusiana na jambo la sala. Ndio uone ya kwamba sala hii
ni faradhi kwa kila mmoja wetu, awe ni nabii, awe ni wali, awe ni sharifu, awe na cheo alichokuwa nacho. Usikae nyumbani kwako kisha ukasema umefikia daraja ya yaqini, ukatafsiri ya kwamba wewe daraja hiyo ya yaqini ni kwamba umefikia mahali sasa hivi hauwezi tena kusali. Wewe tosha amali ulizozifanya kwa akili yako finyu na fikra yako finyu na ufahamu mbovu, ukaona hata yatiyahu al-yaqin au hata yatiana al-yaqin, ni kwamba ni wakati huo wewe umefanya amal, labda umeenda hija mara 10, ukaona basi inatosha wewe ufai tena kutekeleza ibada za sala au ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia, Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia nabii wake Musa, wa ana akhtartuka fastami' lima yuha, wa ana akhtartuk fastami' lima yuha, nimekuchagua, sikiliza yale uliofunuliwa na uliopewa wahi. Innani ana Allahu la ilaha illa hu, innani ana Allahu la ilaha illa ana, hakika yangu mimi ni Mola ambaye anayefaa kuabudiwa kwa haki, hakuna Mola isipokuwa mimi. Fa'budni wa aqimis salata li dhikri, niabudu mimi kisha simamisha sala kwa kunikumbuka mimi. Wa aqimis salata li dhikri. Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza katika Qur'an hikayatan an Isa alayhi salam, qala inni abdullah atani alkitab waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis salah. Anasema Isa alayhi salam, inni abdullah atani alkitab waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis salah. Huu ni wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi wewe ambaye haupo hata kwenye daraja ya wale walioyafanya mema ambayo yanajulikana katika dini hii, hakuna juhudi yoyote ulioifanya, umejimakini kabisa. Afa aminu makra Allah fala ya'manu makra Allah illa alqaumul khasirun. Qultu ma sami'tum wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala almab'uth rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Ahibati fillah, ibada hii ya sala ndio amali ya kwanza atakayohisabiwa nayo mja siku ya kiyama. Ikiwa sala yako imekubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala na imefaulu sala yako, basi tambua mambo yako mengine yote yatakuwa ni sahali. Ikiwa wewe ni yule ambaye unasali adhuhuri na alasiri, kisha sala zingine atajipanga mwenyewe, tambua ya kwamba unaingia katika hasara. Mtume alayhi salatu wassalam akionyesha umuhimu wa ibada hii ya sala, anasema Mtume alayhi salatu wassalam, muru auladakum bis-salah wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 10 wafarriqu bainahum fil madaji'. Mtume alayhi salatu wassalam anasema, waamrisheni watoto wenu kusali wakiwa na umri wa miaka 7. Mtoto anafundishwa sala, anafundishwa kusali akiwa na umri wa miaka 7. Wewe baba husali, utamfundisha vipi huyu mtoto kusali? Mtoto mara nyingi unapomueleza jambo hawezi kukufahamu kama vile anavyoona. Anaona baba yake kuna adhiniwa, kuna qimiwa, ma'al asaf kull al asaf, masikitiko makubwa, anaishi pembezoni ya msikiti kisha haendi kusali. Vipi mtoto huyu utamwambia nenda ukasali wakati wa sala umefika?
alafu akusikilize akasali. Ni wewe baba umshike mkono mwanao uje naye msikitini usali naye, ndio yeye kila anaposikia adhan anajua huu ni wakati wa kwenda msikitini kusali. Kisha Mtume alayhi salatu wassalam asema wadribuhum alaiha, na wachapeni hawa watoto kutokamana na hiyo sala. Wahum abnau 10, wakiwa wamefika umri wa miaka 10. Mtoto amefika umri wa miaka 10 hataki kusali, mchape. Haya ni mafundisho ya Mtume alayhi salatu wassalam. Lakini ukiwa unamchapa na wewe hausali na hujamfundisha sala, unamdhulumu mtoto huyo. Baba, wewe hali yako siku zote unasali Ijumaa mpaka Ijumaa, na naam, ni kweli kabisa. Lau ingelikuwa tunasali kila leo au kila sala, misikiti ingejaa kila siku. Ndiyo yule Myahudi akasema lan yaghlibana almuslimun hatta yusalluna alfajra kama yusalluna aljumua, hawatatushinda waislamu qat paka waisali alfajiri kama wanavyosali Ijumaa. Uislamu izza iko wapi? Tutaipata vipi izza ikiwa sisi si wa kweli na Mola wetu? Kuwa na mali utakazokuwa nazo, ishi maisha utakayokuwa nayo, ukidhania ni maisha mazuri. Haupigwi na jua kama unavyosema wenyewe, hajui ukali wa jua. Yeye kila wakati yuko ndani ya AC. Wallahi yuko katika maisha ya dhiki sana. Na wewe unaisali ukawa unaona maisha yako ni maisha mazito, kula kwako ni tabu, kula kwako ni shida, pamoja na kwamba unasali, unajiuliza mbona yule hasali na anapata katika dunia, mimi najitahidi swala zote na swali lakini sipati. Ukavunjika moyo, ukaona bora na mimi nisisali. Sikiliza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الله تبارك وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. waliposahau yale waliokumbushwa nayo, waliposahau yale waliokumbushwa nayo na Mola wao, fatahna alaihim abwaba kulli shay, tuliwafungulia milango ya kila nyanja, wakawa wanapata katika dunia, wanakusanya katika dunia. Kila akiendea biashara hii na kuwa anajiona amefunguliwa katika dunia, anajiona anapendwa sana. fatahna alaihim abwaba kulli shay hatta idha farihu bima utu, paka pale watakapofurahi na kustarehe kwa yale waliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, akhadhnahum baghta, Allah sema tukawachukua ghafla. Ndio Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu anasema idha ra'aita Allah yu'ti al-'abda min ad-dunya wa huwa musirrun ala ma'asihi fa'lam anna dhalika istidraj hatta idha akhadhahu lam yuflitah. Ukiona Allah subhanahu wa ta'ala anampa mja katika dunia na yeye bado anaendelea kufanya maasi, fa'lam anna dhalika istidraj, tambua huko ni kunyemelewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta idha akhadhahu lam yuflitah, paka atakapokamatwa na Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kutingishika mtu huyo. Tukimalizia na kisa cha Mtume alayhi salatu wassalam, Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam ambaye ndiyo ameleta risala hii, amefundisha masahaba wake dini, amekuwa tayari Mtume alayhi salatu wassalam kugombana na jamaa zake kwa ajili ya hii dini. Mtume alayhi salatu wassalam yupo katika maradhi ya mauti yake. Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim
wanakuja kumtembelea Mtume alayhi salatu wassalam, wanamwambia ya Rasulullah, innaka latu'ak wa'kan shadida, hakika yako wewe unapata machungu makali zaidi, unaumwa sana. Mtume alayhi salatu wassalam anawaambia masahaba wake, inni u'ak kama yu'aku rajulani minkum, mimi napata maumivu na machungu kama anavyopata machungu wanaume wawili kati yenu, wanaume wawili kati yenu. Huyu ndio Mtume alayhi salatu wassalam anamwambia mama Aisha, dha'i li ma'an, niwekee maji nitawadhe niende msikitini. Yuko katika hali nzito ya maradhi. Mimi na wewe ukisikia kichwa kinagonga tu, nitasali baadaye, nitasali nyumbani, nitachanganya baadaye, niko katika udhuru. Anawekewa maji Mtume alayhi salatu wassalam, anatawadha, ananyanyuka kwenda msikitini. Fa ughmiya alayhi salatu wassalam, anazimia Mtume alayhi salatu wassalam. Ananyanyuka, anamuuliza mama Aisha, hal salla an-nasu, je wamesali watu? Anaambiwa hum yantadhirunak, bado wanakusubiri. Anatumanisha maji mara ya pili Mtume alayhi salatu wassalam, anatawadha kwa mara ya pili, ananyanyuka kwenda msikitini, anazimia Mtume alayhi salatu wassalam. Ananyanyuka, anamuuliza mama Aisha, hal salla an-nasu, je watu wamesali? Anaambiwa hum yantadhirunak, bado wanakusubiria. Anaitisha kwa mara ya tatu Mtume alayhi salatu wassalam, anatawadha, ananyanyuka, anazimia kwa mara ya tatu. Anamwambia mama Aisha, muri Aba Bakr an yusalli bin nas, muamrisha Abu Bakar aswalishe watu. Mama Aisha anasema hawezi, Abu Bakar ni mtu wa kulia sana, hawezi kuswalisha watu. Anamwambia wamwamrisha Abu Bakar aswalishe watu. Arada an-nabiy alayhi salatu wassalam an yursila risalatan ila ummatihi, ametaka Mtume alayhi salatu wassalam kutuma ujumbe kwa umma wake. Anakufa Mtume alayhi salatu wassalam, anasema as-salah as-salah wama malakat aymanukum, salah na wale walioamiliki mikono yenu. Huyu ni Mtume alayhi salatu wassalam. Wewe una udhuru gani unaokufanya wewe usije kusali msikitini, unaokufanya wewe ukae maskani, bali unapoambiwa uende ukasali unatoa maneno ya kejeli? Na hao ndio watu ambao wenye kuacha sali kwa kusudi. Hawafai kusaliwa ndani ya misikiti ya Waislamu, bali wanafaa wachimbiwe mashimo na waingizwe katika mashimo hayo, wasizikwe hata katika makaburi ya Kiislamu. Lau tutalifanya hili hapa, itaonekana dini ya ajabu. Tunajuana sisi kwa sisi, tunakuona hausali kila leo, wewe hutaki kusali, kisha uletwe kusaliwa, tunalitoa jeneza lako, apelekwe akatupiliwe mbali huyo. Kwa sababu gani? Ameiacha sala. Na atakayeacha sala kwa kusudi, faqad kafar, huyu ni kafiri, hafai kusaliwa wala kuzikwa katika makaburi ya Waislamu. Ndio katika Uislamu as-sala, jambo la sala tumelidharau, jambo la sala tumeliweka nyuma. Na haya tunayoongea saa hii, masaa mawili tu asri itafika hapa, wallahi hawatokuja hawa watu. Hawa wanaosikia mauidha ndio hawa watakuwa katika biashara zao, ndio hawa watakaoshughulishwa na biashara zao. Ama alimta ya Abdallah, haujui, haufahamu wewe mja wa Allah ya kwamba anayekuruzuku katika biashara yako ni Allah? Na huyu ndio aliyekuambia wacha biashara, njoo sali. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ni wale ambao watasikia khairi na kuyafanyia kazi. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba.